kuhusu marapisi wa mikoani sana sana, Dar es Salaam pombe za kienyeji zimepungua, Arusha, Moshi zimebakia kitu kama Mbege ambacho ni traditional. Ni tradition ambayo inaruhusiwa kabisa. Mikoani wanakutana na hizo adha na wanajikuta wanatoa elimu, na mikoani vile vile kuna umaskini mwingi sana. Pombe ni liwazo. Pombe ni liwazo kubwa sana kiasi kwamba mtu akitoka shambani akili yake ya kwanza kwenda klabuni, hana entertainment za Dar es Salaam wala za Arusha mjini. Kwa hiyo inakuwa ni liwazo kubwa. Sasa kuna vitu ambavyo havifuati ambavyo RPC alikuwa anayainisha haya kwa sababu anakutana na hizo cases, na wakati mwingine sio tu liwazo, ni frustration kweli za maisha, kama unavyosema maisha yameyumba. Akianza kukusimulia mlevi jinsi ambavyo amewahi kufika Romania wakati wa utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, amesoma Hungary, na ukimwangalia baadaye ataeleza, atashindwa kuelezea, lakini unaona huyu alikuwa na anguko kabisa la kimaisha, kama ilivyokuwa kwa Dr. Shika alivyokuwa akitoa stories za Russia. Sasa afadhali yeye hatujui kitu gani kilimpiga, lakini bado ulikuwa unamuona ni mtu mwenye uelewa mpana. Mwingine anakuwa na frustration, mwingine anakuwa na nini. Sasa aina hiyo unywaji, mtu ambaye anakunywa pombe bila stress, bila frustration, ngumu sana kumpata hayo madhira ambayo RPC alikuwa anayainisha. Like sijui kutokula, sijui kataje vitu vingapi hapo. Amesema kutokula, kunywa pombe pia mfululizo. Umeamka umeelewa, unaenda unakunywa tena pombe. Kwa sababu kuna gap. Kwa mfano kwa ndugu zangu, achilia mbali vijana wa kawaida, vijana wa ovyo, lakini kwa mfano amna maisha ya ambayo yanakufanya uwe empty suma kama maisha ya ustaafu. Kwa mfano naozungumzia wazee, au kwa mzee ambaye nguvu ya kulima imeisha. Maana naye ni mstaafu kama mstaafu mwingine. Kweli. Kwa hiyo anavyoamka asubuhi, afu utakuta sasa hapo ndo inakuja la advantage ya kuoa binti mdogo. Kwa hiyo wakati amemoa yule binti mdogo, mwanamke bado ana nguvu, anaenda shambani. Yeye akiamka anatafuta wapi aende klabuni au acheze bao kidogo aende klabuni, kwa sababu nguvu yenyewe ya kulima hivyo hana.